Jamani, nataka niwape taarifa, tayari yule mtoto wa Yezebeli amekubali kuokoka. Amesema ya kwamba yeye kuna mambo mengine ya kiganga na ya kichawi ambayo Yesu mwana wa Mungu aliye hai huwa anamfunulia. Yaani mimi katika watu na watu hawaelewi kwamba mimi kuna miti mingine huwa nafunuliwa na Yesu mwenyewe. Yaani anatuma malaika ananifunulia. Sisemi kwamba Yesu ndo nayemuona. Natuma malaika ananifunulia. Mambo napata wahai, napata mafunuo. Kwa hiyo mimi bado sijiiti nabii, ni mganga. Na mbinguni tutakutana, kwa sababu haya nayo yajibu. Kuna maprofesa, kuna maaskofu hawawezi kumjibu huyu, hali ya kuwa anapotosha mamia ya watu. Sasa mimi nawateteeni huko, kwa sababu mimi hanizuru chochote na wala mimi sina cha kupoteza. Sasa kwa mara ya kwanza nimesikia mganga wa kienyeji akifunuliwa uganga wake na Yesu. Nadhani kila mtu atamshangaa na atamcheka. Yesu Kristo hawezi kumfunulia mtu uganga na uchawi. Yesu ni kiboko cha uchawi na cha uganga. Yesu hajawahi kukufunulia brother. Kinachokufunulia ni mashetani yako. Anyway, inakupa nafasi ya kuokoka. Katika Biblia waliwahi kutokea watu wachawi kama huyu bwana mdogo, mtoto wa Yezebeli, huyu mganga wa kienyeji huyu, ambao wengine mfano wao ni wakina Simon. Simon alikuwa ni mchawi, ngoja nikusomee Biblia, na alikuwa anawadanganya watu akisema yeye ni mtumishi wa Mungu. Ule uchawi na uganga wake ni nguvu za Mungu, ni muongo. Na ndio kama huyu mtoto wa Yezebeli anavyojinasibu ya kwamba yeye huwa Mungu anampa akili, ufunuo wa kufanya uganga. Uongo mkubwa. Sikiliza Biblia inavyosema katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari wa 9 hadi mstari wa 13. Maandiko yasema, na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Watu wote walimsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Simon, alikuwa ni kama huyu bwana mdogo, lakini huyu mdogo kaanza kuokoka kwa sababu na yeye pia anajidai, mimi nafunuliwa na Mungu. Hakuna mchawi anayefunuliwa na Mungu. Nyuma ya wachawi kuna shetani. Nyuma ya wachawi kuna mashetani. Hakuna mchawi ambaye anafunuliwa na Yesu Kristo. Brother, acha ujinga. Yesu sio mchawi kama wewe. Sasa sikiliza, kuna vitu vingine vya kujua watu wa Mungu. Uganga haujawahi kuwa utumishi wa Mungu. Uganga ni ushetani. Uganga ni ushetani. Mganga wa kienyeji hata kama akikwambia na theology, ni shetani mwenye mapembe mengi sana. Kama huyu mtoto wa Yezebeli anajiita babu nani, mtoto mdogo sana huyu. Sasa unanisikia vizuri? Yaani Mungu anazungumza na mganga wa kienyeji. Sasa angalia Biblia inavyosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 na mstari wa 19. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kuwa yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Umeona, maandiko yanasema watu waliokuwa wanatumia mambo ya uganga walileta vitu vyao wakavichoma moto, na neno la Mungu likashinda kwa nguvu. Ngoja nikwambie bwana mdogo, ni hivi, nitakushinda. Yaani wewe nakushinda. Na ninyi ambao ni wateja wake, huyu dogo kanipa siku 30, lakini mimi nawaambia huyu dogo namshinda. Yaani huyu hapa ende kwa wachawi na wachawi wakusanyane, huyu dogo namshinda. Anachosubiria labda aende kusema serikalini, mkamateni huyu nabii wa kioo. Lakini dogo, nikwambia kitu, huniwezi. Dogo huniwezi. Yaani nitakudunda. Mambo ya uganga ni ya kuchoma moto. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 19. Mambo ya uganga ni ya kuchoma moto. Na acha ujinga wa kusema si Yesu anakufunulia. Yesu hawezi kufunulia mtu mshamba, mshirikina, mchawi kama wewe. Mtu wa elimu ya mambo ya giza. Lakini sisi ndio maana tunasema kwamba
sisi ni watumishi wa Mungu, lakini yeye anakanusha, anasema hapana, sisi sio watumishi wa Mungu. Acha ujinga dogo, wewe huniwezi. Yaani huniwezi. Nakwambia siku 30 zitaisha, alafu utaanza kusema unajua huyu nabii ni. Lakini mimi nikwambia siku 30 zitaisha, unaona nitazidi kunenepa, nitazidi kupendeza dogo na kudunda. Yaani na kupiga, mimi nakwambia ukweli. Na ninyi watu mmeo mashahidi. Huyu dogo kasema amenipa siku 30. 30 zikiisha msimfuate huyu muongo. Huyu atakuwa sasa amewadanganya na vyote alivyowahi kuwafanyia ni uongo. Siku 30 dogo zitaisha, wala sitakuwa chochote. Tulieni muone. Nazidi kupendeza. Waganga wamekufanya nini? Bwana, sisi ni rafiki na kipenzi cha Mungu na Mungu hutupa mafunuo. Ndugu zangu, hebu naombeni mcomment hapo nyinyi. Commentini hapo. Commentini.